Asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naitwa Joyce Mapunda, ni mkazi wa Mkuungu. Amen. Kwa kweli mimi kumaliza mwaka 2023 kuingia mwaka 2024 ni neema ya Mungu. Hallelujah. Yaani ninamshukuru Mungu sana 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 sana. Amen. Mwaka uliopita 2022 kuingia 23 nilipata changamoto za kuvamiwa na nguvu za giza. Sio nguvu za giza hizi tunazoona kama ni yani mapepo tu haya ya kimchezo hapana. Ilikuwa ni nguvu za giza zile zenyewe ambayo nilikuwa nimepoteza kama kumbukumbu hivi. Nilikuwa nikiumwa, nilishikwa na ugonjwa wa moyo. Mwanzoni nilijua ni moyo, lakini baada ya kutumia dawa na kuona sipati nafuu na nikaja kugundua kuna kitu kinatoka kwenye moyo, kinatembea, kinarudi mgongoni, kinakuja kichwani. Hapo ndo nilipogundua kwamba hizi ni nguvu za giza, sio kawaida. Na nilikuwa nikitumia dawa kwa mwezi shilingi 300,000. Nilimudu kutumia dawa shilingi 300,000 kwa miezi 4. Lakini kwa hiyo kipindi sikula tunda. Nilikuwa nakula dawa, uwezo wa kukidhi kununua tunda nashindwa. Nikaanza safari za dawa. Naenda dawa kwenye maombi, narudi, naenda dawa kwenye maombi, narudi, kwa sababu huku nilikuwa ndo kama nimehamia na miezi kama 5-6. Kwa hiyo nilikuwa sijajua makanisa. Kwa hiyo uponyaji wangu nilitegemea utakuwa Dar es Salaam ambako ndo nilikuwa nimeishi miaka 26. Kwa hiyo nikawa naenda, napata nafuu kidogo, narudi hivyo nakunywa dawa. Sasa baada ya kuona kitu kinanitembea mwilini, nikasema hapana. Hizi ni nguvu za giza. Ikabidi sasa nitafute na msaada mwingine. Mara nilikuwa nikienda dawa narudi bado maumivu yako pale pale. Nilikuwa nina magonjwa zaidi ya 7 au 10 kwenye mwili mmoja. Upande huu wote ulikuwa unaniuma. Kuna vitu nilikuwa nahisi vinatoka puani lakini havitoki. Utosi ulikuwa ukiniuma. Nilikuwa labda mtu akigonga hivi kitu, moyo unafanya yani unaniuma mpaka nije nitulie hapo. Ni siku 2 siku 3. Nilikuwa na roho ya kutamani ninywe sumu baada ya maumivu kunizidi. Nikaa nasema Mungu, sasa haya maumivu mpaka lini? Muda mwingine ninatamani ninywe sumu ili niweze kupumzika. Haya, tena nikawa na ugonjwa mwingine mguu. Yaani siku tu natokea umevimba, sitembei. Ugonjwa mwingine uvivu, siwezi kuamka. Mwili wote una maumivu, ni mtu wa kulala. Nikiamka, nimejitahidi kuwahi saa 7 saa 8 ndo mchana. Ndo hapo nimejitahidi kuamka. Lakini kula nilikuwa nakula. Nalitoa chakula kitandani. Nina appetite ya kula huku mwili una maumivu. Lakini njaa iko pale pale. Na nikaa nimejaa na kitambi na mashavu, lakini mwili ndio unaniuma. Basi akaja mpendwa wangu Glory nyumbani kwetu kunitembelea, akanihubiria habari za hapa. Mwanzoni sikuamini, nilikuwa hapana, mimi nitakuwa naenda Dar. Akaja nyumbani tena, nikamwambia nitakuja, lakini nikaondoka zangu Dar. Kaenda Dar. Nimekaa huko kama mwezi hivi, nalala guest hivyo. Basi siku hiyo kwa kweli nikawa nimeshikwa. Nimetoka Dar na kama siku 3 sijiwezi, maumivu. Alafu nikakata tamaa. Nikasema sasa nimepoteza nauli. Muda, mbona mambo hayaniishi? Niko hali hile. Yaani kama sijai kuombewa. Tena ndio inakuwa mbaya zaidi. Basi nikamtafuta Glory. Naomba Jumapili unipitie twende kanisani. Akasema sawa. Nampigia mtumishi atakupigia. Basi hapo mchana wake nilikuwa nimesema yani kama sitapona hii ndani ya hii wiki. Kwa kweli nilikuwa na roho ya kunywa sumu. Nilikuwa nasema ninywe sumu nipumzike. Maana muda mwingine natamani nikimbie, natamani nijitupe, yani ile roho ya kutapatapa, roho ya mauti, njozi mbaya. Na muda mwingine nilikuwa najiona mpaka niko kwenye jeneza. Naona ni jinsi gani watu wanapokuja wananililia. Na waota watu waliokufa, yani nilikuwa nimefika mwisho. Yes. Basi baada ya muda kidogo
Pastor akanipigia. Akaniuliza unasumbuliwa na nini? Muda mwingine kusema unasumbuliwa na nguvu za giza ni kama aibu, unaonekana labda hujasimama na Mungu. Lakini tu nikaingia ujasiri, nikamwambia Pastor, mimi nasumbuliwa na nguvu za giza. Akasema amini, umepona. Amen. Lile neno lilinijenga. Nilipomaliza tu kuongea naye nikakimbia kwa mamangu chumbani. Mama, Pastor akanipigia. Mama akasema anasemaje? Nikasema anasema niamini nimepona. Kwa kweli yani nikapata amani, yale machungu, manini yani yote yaka kama yameyeyuka. Nikakaa kitandani. Nikachukua tenzi, nikachukua Biblia. Nikamwambia Shetani, leo natangaza vita. Yani hata kutamka neno la Yesu hivi nilikuwa siwezi. Mdomo mzito. Yani siwezi ile kukiri ushindi kupitia Bwana Yesu nilikuwa siwezi. Nikamwambia Shetani, mimi kesho naenda kwenye maombi hapa Dodoma. Kama kweli wewe mwanaume wa kweli au wewe mwanamke, ndio tutajua sasa hivi. Uniue leo. Kesho nisifike. Maana najua nikifika kesho nimepona. Haleluya. Nikalala. Nimelala lakini huku kama tena kalo kengine kama nikapitiliza yani hivyo. Lakini kulipokucha asubuhi nikamwambia Shetani uniwezi. Nikaamka asubuhi ambao ndo nilikuwa siwezaji. Nikaamka asubuhi nikapikia watoto wangu chakula. Hapo kumbukeni na mwaka mmoja, maana nilianza kumwa mwezi wa 11, 22 kuingia 23. Hapo sasa nikaribia mwezi wa 7 nafikiri ndo nilianza kuja hapa. Ni muda mrefu nilikuwa siwezi kuamka asubuhi. Nikaamka, nikapika wali, nikapika maharage kwanza, nikapika wali, nikaoga, nikamtafuta mwalimu. Teacher, mimi niko tayari. Akasema mimi bado kidogo. Nikasema teacher, usije tena ukaninani mwenzako nikashindwa kwenda. Mimi jana nimemchamba Shetani. Kwa hiyo hapa yani niko mguu mmoja nje, mmoja. Maana ushatangaza vita. Nimeshatangaza vita. Na hapo nyuma kuna sehemu nilienda kuombea Papa Dodoma, akanikataa. Akasema sasa hivi sio muda wa Roho Mtakatifu hivyo. Nimeshikwa. Sasa hapo ndo nimetoka kupewa majibu ya daktari. Kwamba moyo umepanuka sana. Yaani daktari anashangaa nimefikaje pale. Basi sasa ile kupokea ile majibu kwa kweli ilikuwa imenipa shida. Nikawa nimetapatapa, sikio nimetapatapa. Mama, nitafutieni sehemu ya maombi huku na huku, hamna. Ndo akanipeleka huko. Huyo mama akasema sasa sio muda wa kufanya maombi, kaa hapo labda. Nikakaa, baadaye akanifuata akasema nenda tu, tutakutafuta siku nyingine. Nikamwambia teacher, sasa usije ukawa naanza kama kule wapako walinikataa, naomba leo unipeleke. Basi kweli teacher tukaja naye. Wakati nafika hapa mahakamani hapo mahakama kuu. Tuko maeneo yale, nikaanza kusikia yani kama mapigo ya moyo, yani kimuyemuye. Naanza kama kutetemeka, yani hofu fulani kama nitoke nikimbie kwenye bajaji. Basi nikafika mpaka hapa. Nilipofika hapa nikamkuta Pastor. Nafikiri nilianguka kabla sijaingia ofisini Pastor. Yes. Wakaniombea, baadaye tena nikaingia kwa Pastor. Alinifanyia maombi, yalichukua nafikiri masaa 2. Sio hivyo Pastor? Inakaribia masaa 2. Nikaribia hata masaa 2 au 3. Niliamka nimechoka. Sijiwezi, yani mwili wote unauma. Lakini toka siku hiyo nikashangaa yale magonjwa baada siku hadi siku, gonjwa moja baada ya lingine linaniachia. Haleluya. Mengine nilikuwa sijui kama nimepona kwa muda huu, yani nikikaa na tafakari sasa mbona kuna hali fulani nilikuwa naisikia sasa hivi siisikii. Hali ambayo ilikuwa inanichosha sana ni ile ya kuhisi kitu kama kinatoka puani alafu akitoki. Ndio cha kwanza kutokusikia. Nikashangaa kasa Mungu wangu. Hii hali ilikuwa inanitesa, hata ukifanya hivi unaona kama unamwaga vitu unawahi kunyanyuka. Hiyo hali ndio ya kwanza kuondoka. Amen. Kile kwenye kitu ambacho nilikuwa nakisikia kwenye ziwa.
sijakisikia Tena. kile kitu kilichokuwa kinanitembea kichwani, sijakisikia Tena. ile hali ya moyo kuniuma, labda mtu akibamiza mlango, si kelele yote kitokea, nimekuja kustukia tu sisikii. Yaani namshukuru Mungu nimepona magonjwa yale yote yalikuwa yanisumbua. Haleluya. Namshukuru Mungu sana. Amen. Amen. Na watesi wangu walikuwa wametamani sana mwaka 2023 nisiumalize. Yes. Walikuwa wanategemea ninaondoka. Lakini Bwana Yesu ni mwema. Haleluya. Amenipigania. Amen. Amenishindia. Amen. Mbona nimeuona mwaka 2024 kwa kishindo. Haleluya. Kila siku nilikuwa namwambia pastor, yani siamini. Muda mwingine najikuta anacheka peke yangu. Mungu wangu, hivi kumbe Bwana Yesu anaweza hivi? Kwa nini nimechelewa? Yani hivyo. Sasa hivi pastor, yani hata nikisikia kakitu tu kanapita na ile ujasiri. Amen. Wa kumkataa shetani. Amen. Kikubwa zaidi. Yes. Kichwa changu kilikuwa kimejaa kama mauzauza. Yale mauzauza tena yasikii. Yani hata nikilala naota ndoto nzuri, yote tena yale mandoto mabaya. Namshukuru Bwana Yesu, namshukuru pastor. Alinipokea jinsi nilivyo. Sikuja hivi. Mimi najijua sikuja hivi. Kabisa. Nilikuja vibaya. Lakini pastor alinipokea. Amen. Na bado anaendelea kunipenda. Amen. Namshukuru pastor, ana upendo wa ajabu. Amen. Bwana mama yangu amesema Pastor Jamila muda wote nitabasamu. Amen. Yeye na timu yake wanatabasamu. Amen. Pia ushuhuda mwingine. Amen. Mimi nilikuwa nakula zaka za Mungu. Alikuwa jambazi. Nikichukua kodi 100,000 au imetoka 200,000 au 300,000. Nawaza ninunue mchele, ninunue sukari, nisuke, nifanyaje hivyo. Kidogo uchumi wangu ulikuwa umepigwa sana tu, pigwa sio kidogo sana. Juzi nilienda pastor, nikapata shilingi 200,000. Nikasema mimi namjaribu Mungu. Yes. Mbona apostle amesema sana kuhusu swala la kutoa? Natoa hapa 1% ya hii 200,000. Napeleka fungu la 10. Nikaileta. Nimekuja tena sasa kuna mambo yangu fulani hayajakaa sawa. Lakini nikasema Mungu, hebu nitie nguvu kwa hili. Nikaiacha hapa madhabahuni. Yaani juzi kuna mpangaji aliama. Jana nikapata mpangaji. Haleluya. Kitu ambacho sicho cha kawaida. Haijawahi kutokea. Yes. Mpangaji akiama nitasota. Nitasota. Yaani kama ni wiki 3 ni mwezi nitasota. Lakini juzi nimemshangaa Mungu, ile mkesha wa Pasaka ndo nilitoa. Yes. Mpangaji ameondoka juzi. Yaani ananijana ndo amenipigia, mama nimeama. Nikamwambia haya, asante, funguo umeacha wapi? Nimemwachia fulani. Jioni nimetafutwa. Mtu tena yuko na vyombo. Mama, mimi niruhusu niingie. Na vyombo kwenye gari. Nikaona utukufu kwa Bwana. Kabisa. Nimetoa zaka, Mungu kanipa mpangaji chap chap. Haleluya. Amen. Kingine katika kipindi hiki ambacho nilikuwa na matatizo ya kuumwa nini, maana mimi ni mama mjane, nimeachiwa watoto 2, naishi pia na mama yangu. Lakini nimemwona Mungu. Sikuwahi kulala njaa. Amen. Yaani kitokea kesho sina kitu cha kula. Lakini Mungu ananiletea mtu. Kuanzia Januari mpaka usiku, mpaka jana natoka nyumbani. Hatujawahi kulala njaa. Mume wa jana ana provide. Tukiumwa tunatibika. Amen. Tunakula. Hivyo, yani tunamshukuru Mungu sana. Amen. Yani tunamshukuru Mungu sana, namshukuru Mungu amejua kunipigania mimi mama mjane, hajanidhalilisha. Watoto wangu hawajawahi kulala njaa. Pastor, hakuna kitu kibaya unaamka asubuhi ujui utakula nini. Yani labda kesho ujui utakula nini, lakini Bwana Yesu amenitendea. Yes. Yani sijawahi kulala njaa. Amina. Toka Januari na magonjwa yangu yote natumia pesa, naenda dawa. Lakini msosi
ugali, maharage, mchicha, nyama, tunakula. Amen. Mpaka tumemaliza mwaka. Yes. Kwa kweli mimi namshukuru Mungu sana. Yes. Ushuhuda mwingine ni kwa mama yangu. Amen. Mama yangu naye alimpoteza mume wake 2015. Anasema toka kipindi hiko hajawahi kupata msaada kutoka kanisa ambalo aabudu. Okay. Lakini juzi imemshangaza mama yangu. Amen. Anasema nimemshangaa Jamila. Sijawahi kukanyaga kanisani kwake. Lakini ameniletea sadaka. Amen. Namshukuru Mungu sana. Amen. Anaona ni maajabu toka 2015 hajawahi kupata msaada kutoka kanisa ambalo haabudu. Huwa anapewa msaada tu pale anapoabudu, yani nje ya pale hajawahi. Kwa hiyo kwake ni ushuhuda. Haleluya. Amen. Anashukuru sana mama yangu. Pastor, mama yangu anakushukuru sana. Amen. Umefanya Christmas yetu na mwaka mpya tumeenjoy. Amen. Tukufu kwa Bwana. Haleluya. Jamani, ongeza makofi tena kwa ajili ya Bwana. Ongezeni tena